Hivi sasa ni saa 10 na dakika 1 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambao ni sawa na saa 9 na dakika 1 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Leo ni Jumanne ya Mei 27 mwaka 2025. Hujambo msikilizaji, na huu ni wasaa wa Mseto leo, na kwanza tunaanza na makala ya duru zetu alasiri inayokuletea dakika 30 za habari, uchambuzi, uchumi na biashara, bila kusahau michezo na burudani. Uko nami Amina Deogratias Semagogwa, na tulionayo katika duru zetu alasiri. Jumla ya watoto 10,782 wanaoishi na kufanya kazi mtaani wameokolewa kutoka mazingira ya mtaani katika kipindi cha mwezi Julai mwaka 2024 na Aprili mwaka huu. Wakala wa huduma za misitu katika shamba la misitu Silayo wilaya ya Chato mkoani Geita kuanza uzalishaji wa miti aina ya mikaratusi. Na Kenya imefungua ubalozi wake wa kwanza nchini Morocco, wakati nchi hizo mbili zikiadhimisha miongo 6 ya uhusiano wa kidiplomasia. Tuma maoni yako kwa taarifa utakazozisikia katika makala hii kupitia nambari yetu ya 0692573615, ukielezea nini maoni yako juu ya taarifa zetu, na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Tunaanza na taarifa ya habari ikisoma kwako na Zawadi Bashemela. Karibu. Asante Amina. Kwanza ni habari za kitaifa. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima amesema katika kipindi cha mwezi Julai 2024 na Aprili mwaka huu watoto 10,782 wakiwemo wa kiume 6,108 na wa kike 4,674 wanaoishi na kufanya kazi mitaani waliokolewa kutoka mazingira ya mitaani. Dr. Gwajima ametoa takwimu hizo leo Jumanne bungeni jijini Dodoma alipokuwa akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara yake kwa mwaka wa fedha wa 2025-2026. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, jumla ya watoto 10,782 wanaoishi na kufanya kazi mtaani waliokolewa kutoka kwenye mazingira hatarishi ya mtaani. Kati ya hao watoto 2,410 wameokolewa kupitia kampeni maalum inayoendelea kwenye mikoa yote nchini iliyoanza rasmi Aprili 7 mwaka huu kuelekea siku ya kimataifa ya watoto waishio na kufanya kazi mitaani iliyofanyika kwa mara ya kwanza katika nchi yetu kitaifa mkoani Mtwara, na kampeni hii ni endelevu. Aidha, Dr. Gwajima amesema vitendo vya ubakaji vimepungua kutoka matukio 8,185 kwa mwaka 2024 hadi 7,670, sawa na kupungua kwa 6.3%, huku matukio ya ulawiti yakipungua kutoka matukio 2,382 kwa mwaka 2023 hadi matukio 1,930, sawa na kupungua kwa 9% kwa mwaka 2024. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC, David Kafurila, amesema dhana ya PPP, yani Public Private Partnership, ni muhimu kwa ustawi wa taifa. Kafurila ameyasema hayo leo mkoani Dar es Salaam wakati akiwasilisha mada kuhusu nafasi ya PPP katika kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kwenye kongamano la kitaifa kuhusu ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi. Ameeleza kuwa ushirikiano huo unatoa fursa kwa sekta binafsi kusaidia serikali kutekeleza miradi mikubwa, hasa ile isiyo ya ndani ya bajeti ya kawaida ya serikali. Aidha, Kafurila amebainisha kuwa kupitia PPP serikali inapunguza mzigo wa kifedha na kiutendaji, huku ikihakikisha miradi ya maendeleo inakamilika kwa wakati
na kwa viwango vinavyotakiwa. Wakala wa huduma za misitu katika shamba la miti Silayo lililopo wilayani Chato mkoani Geita imedhamiria kuanza uzalishaji wa miti aina ya mikaritusi kwa ajili ya nyenzo za uchimbaji wa madini ya dhahabu badala ya kutegemea misitu ya asili. Mhifadhi mkuu wa shamba la miti Silayo, mhifadhi mwandamizi wa misitu Bwana Juma Mseti, amesema shughuli ya uchimbaji wa madini ya dhahabu inahitaji miti ya kutosha, hali inayowalazimu wachimbaji wa madini hayo kuvamia misitu ya asili na kukata miti ambayo haijakomaa. Amesema katika kukabiliana na changamoto ya utegemezi wa misitu ya asili, wakala wa huduma za misitu katika shamba la miti Silayo amekuja na mikakati wa kuanza kuotesha miti aina mikaratusi ambayo inavumilia ukame. Mpaka sasa takriban hekta 3750 hivi zimeshapandwa. Na miti tunayopanda hapo kwa wingi ni miti aina ya misindano, unaita Panas, Karibea na Teknomani. Lakini tuna mpango pia kupanda miti aina ya mikaratusi kwa sababu ya uhitaji katika machimbo, kwa sababu kama mining timber, na hiyo miti inakuwa kwa haraka sana kwa upande huu. Dhumuni la kuanzisha kwa shamba hili hasa ni kwa ajili ya kukidhi au kuziba ile pengo ambalo lilikuwepo la utegemezi wa misitu ya asili. Mkuu wa wilaya ya Chato Bwana Lucy Bura amepongeza mpango huo na kusema kuwa hifadhi ya shamba la miti Silayo mara baada ya kuanza uvunaji wa miti itasaidia kukuza uchumi wa wilaya hiyo na kuwashauri wakazi wa wilaya hiyo kuchangamkia fursa ya upandaji wa miti ili kujikwamua kiuchumi. Na sasa ni habari za kimataifa. Kenya imefungua ubalozi wake wa kwanza nchini Morocco wakati nchi hizo mbili zikiadhimisha miongo 6 ya uhusiano wa kidiplomasia. Hafla ya ufunguzi wa ubalozi huo umefanyika Rabat hapo jana na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo waziri wa mambo ya nje wa Morocco Nasseri Bourita na waziri kiongozi wa baraza la mawaziri la Kenya ambaye pia ni waziri wa masuala ya kigeni na diaspora Musalia Mudavadi. Mudavadi amesema hatua hiyo inasisitiza uhusiano wa kina na mabadiliko makubwa katika mzozo wa Sahara Magharibi. Wakati wa ziara rasmi ya siku 2 ya Mudavadi iliyoanza jana Jumatatu, nchi hizo mbili zilisaini hati 5 za maelewano zinazolenga kuimarisha ushirikiano katika maendeleo ya makazi na miji, masuala ya vijana, mafunzo ya kidiplomasia, kukuza biashara na kujenga uwezo wa utumishi wa umma. Pia Kenya iliidhinisha rasmi mpango wa kujitawala na Morocco kama njia pekee endelevu. Na katibu mkuu wa chama tawala cha UDPS Agustini Kabuya amesema rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila hana somo la kutoa kwa ajili ya demokrasia na haki za binadamu nchini humo. Bwana Kabuya amesema hayo jana wakati wa mkutano wa wanachama wa UDPS mjini Kinshasa ili kujibu kauli za Kabila wakati alipokuwa akihutubia wananchi kupitia mtandao wa YouTube, ambapo alitaka kuwa serikali ya Felix Tshisekedi imeshindwa kuongoza nchi. Amesema Kabila hastahili kuzungumza lolote, huku akionyesha picha za miaka ya 2016 hadi 2018 ambazo zilionyesha namna serikali ya Kabila ilivyokuwa ikiwatesa wapinzani pamoja na mashirika ya raia wakati alipokuwa wakiandamana. Aidha, Bwana Kabuya amemtaka Kabila kuacha raia wa DRC kufanya shughuli mbalimbali zikiwemo kwa nchi kuwa na amani na utulivu, na kueleza kuwa Kabila ndio chanzo cha uasi unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Waza Wazua. Msikilizaji, huwezi kumjua mtu mchoyo kama wewe si ombaomba. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa duru habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesoma kwako na Zawadi Bashemela, na unaendelea kusikiliza makala ya duru zetu alasiri kutoka Radio Kwizera FM.
Na kukumbusha kuendelea kutuma maoni yako kichangia taarifa zetu kupitia 0692 573615 na ujumbe wako nitausoma hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza duru zetu alasiri, habari kuu leo hii. Jumla ya watu 10,782 wanaoishi na kufanya kazi mtaani wameokolewa kutoka mazingira ya mtaani katika kipindi cha mwezi Julai mwaka 2024 na Aprili mwaka huu. Wakala wa huduma za misitu katika shamba la misitu Silayo wilaya ya Chato mkoa wa Geita yadhamiria kuanza uzalishaji wa miti aina ya mikaratusi. Na Kenya imefungua ubalozi wake wa kwanza nchini Morocco wakati nchi hizo mbili zikiadhimisha miongo 6 ya uhusiano wa kidiplomasia. Ikiwa tayari ni saa 10 na dakika 13 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9 na dakika 13 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio Kwizera FM ambayo inakutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa msikilizaji, ni usawa uchambuzi wa kinifu habari zetu. Raia wa mji wa Baraka na tarafa ya Fizi mashariki mwa DRC wamepokea kwa maoni tofauti ziara ya gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Bwana Jean-Jacques Purusi. Baada ya wananchi hao wamesema wamefurahishwa na ziara ya gavana katika tarafa yao, kwani amekuja kwa uficho bila kuwahutubia na kuwauliza magumu wanayoyapitia. Wengine wamepongeza gavana huyo kwa kutembelea tarafa ya Fizi, hasa kuwajulia hali watu ambao walipatwa na majanga ya mafuriko katika kijiji cha Kasaba kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika. Asante, tunashukuru kwanza kwa ujio wake, kwa kuwa tulikuwa tutegemei ya kuwa gavana atafika. Ametufikia kama mwizi, na mategemeo ya raia wengi walizani gavana akifika kutakuwa na meeting, lakini amefika tu, watu wameshtukizwa eti gavana amefika. Kwanza hata mimi mwenyewe mtangazaji nilikuwa sisadiki. Nilikuwa na dukuduku, nilianza kuona mitandaoni gavana yuko Baraka, gavana yuko Baraka. Nikaanza kujiuliza ni kweli ni uongo, lakini nimesadiki kwa sababu alikuwa Baraka. Lakini sisi wakaaji wa Baraka na tarafa la Fizi tulitegemea gavana aje tumpokee, atulishe neno, lakini ujio wake ndo kama huyo ndugu mtangazaji. Niaba yangu mimi sikukuwa najua hata kama guvernera alifika kaumu. Nisikilia masituasio wengine manuveli. Ke guvernera alifika kaumu kama mardi. Msemeni pase ya kuamkia kama mardi kuamkia mercredi. Alifikia kwa hoteli kule, kwenye hoteli kule asubuhi akarudia Mavira. Atukujua message, akutupatia message, hakuna hata meeting, akarudia akituachia hata message sa vile si population. Kwa niaba yangu tungependezwa afanye meeting tusikie objectif yake. Juu ya tusikie objectif yake ilikuwa mleta mvile tu ya Baraka, lakini jambo la kushangaza alirudia kufanya hata meeting. Hiyo ni neno la kushangaza sana na tushangaza population tu kama ilikuwa nini juu tukupata message ya governor wetu. Lakini tungemwomba ingekuwa mzuri atuachie message fulani tujue kipi kenye kilikuwa namleta, ingekuwa mzuri sana. Kusema kweli, kwa kwanza nilishukuru sana kuona jinsi alijidone koream fika katika mji wa Baraka. Vraiment ni kitu cha kufeliciter. Mais aussi ni kitu cha kufeliciter parce que hakukuwa mprojet kukuya huku, malgré que wengine viko lalamika sana, wanasema ke alifaa mbaya kisha kufanya meeting. Mais chez moi na considérer ile naona mafafo parce que yeye alikuwa mbiti ya kuangalia benzetu wenye bali bomokewa na mlima huko Ubwari. Sasa ile kwanza ni kitu cha kufeliciter parce que balijitoa ebo bote na mwenzake ili bakie tuangalia huko. Hapa c'est comme si ni fasi ya mapumziko, kwa sababu waliona ile busiku hawezi toka kule hadi kwenda Uvira directement, mais il suffit bapate kwa fasi ya repos. Ndio maana walilala hapa busiku na mchana wakarudia tena. Kutoka huko nchini DRC tunasonga mbele na makala ya duru zetu alasiri,
ambapo Rais Hakainde Hichilema wa Zambia ametoa wito wa mshikamano wa Kiafrika na maendeleo jumuishi wakati bara la Afrika likiadhimisha miaka 62 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU, ambao sasa ni Umoja wa Afrika AU. Kupitia chapisho kwenye Facebook kwa ajili ya kuadhimisha siku hiyo, Rais Hichilema amesema lazima tunyamazishe bunduki na kuwekeza katika amani. Kutokuwepo kwa utulivu sehemu yoyote ya bara ni tishio kwa kila sehemu, na kwamba Afrika haiwezi kumudu kugawanyika kwa migogoro, ili hali ndoto ya umoja na ustawi ipo karibu. Hichilema amewaenzi viongozi waanzilishi wa OAU akiwemo Rais wa kwanza wa Zambia Mzee Kenneth Kaunda, baba wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na Rais wa kwanza wa Ghana Kwame Nkrumah. Ili kupata mtazamo wa kiuchambuzi, mwenzangu Laurent Gelvas Mnanak amezungumza na mwanamajumui wa Afrika na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Adrian Sebudema, na ameanza kwa kumuuliza kauli ya Hichilema ina maana gani? Ili linatoa taswira ya wanamajumui wa Afrika ambao kimsingi tunakumbuka wanamajumui wengi wa Afrika wakiwemo kina Kwame Nkrumah, kina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia kina Ahmed Ben Bella wa Nigeria waliafikiana mwaka 1963 kwamba lazima tuazimie kama Waafrika kuwa na taifa moja ambalo kimsingi litakuwa na umoja, lakini pia likiwa na mambo mengi na likijiendesha kama taifa huru kama yalivyo Marekani, ambazo Marekani kipindi kile zilikuwa ni mataifa madogo madogo mengi zaidi ya 50. Lakini kwa upande mwingine kama ilivyo China ni nchi kubwa na imeungana, lakini pia kama ilivyo India ni nchi kubwa imeungana, Canada na kadhalika. Haya ni mawazo ambayo yanatolewa na rais wa Zambia kwa mataifa mengine ya Afrika kuungana kuwa kitu kimoja katika kutetea uchumi wa bara la Afrika. Lakini je, ni kwamba hiki anachokizungumza kitawezekana? Kwa sababu waasisi wa umoja huu wa Afrika kwa namna ambavyo walijaribu kuileta ajenda haikufanikiwa moja kwa moja Afrika kuwa moja. Je, kauli hii anayoitoa tunaweza kuona ikifanikiwa? Kufanikiwa inawezekana kwa sababu ya ile kauli inayosema hamna lisilowezekana chini ya jua, lakini kihalisia ni ngumu kwa sababu ya mienendo ya viongozi wengi wa bara la Afrika. Kwa sababu tukumbuke katika yale maazimio ya Afrika kuwa moja, ikiwa imeungana, ikiwa na benki yake, lugha yake, mfumo wa elimu bora wa kwake, mfumo mmoja wa elimu, vyuo bora bara la Afrika na kadhalika, ni mifumo ambayo inahitaji viongozi walioamka. Sasa ukiangalia kwa asilimia zaidi ya 70 viongozi wa Afrika bado wengi wanaamini bila mzungu hatuwezi kuendelea. Kwa hiyo hii kidogo inaleta shida ya kuamini kwamba Afrika inaweza ikaungana. Lakini kwa upande mwingine tuna kikwazo kingine kikubwa cha viongozi wengi kuwa vibaraka na kuamini kwamba bila mzungu hatuwezi kufanya kitu. Na kwa upande mwingine unaona pia Afrika kuna migogoro mingi inayotukumba na bado kuna viongozi wa Afrika wanaamini kwamba bila mzungu hatuwezi kutatua migogoro yetu. Unaweza ukaona kwa mfano Marekani na zaidi ya bezi zaidi ya 20 ndani ya bara la Afrika, na hapa kwa Afrika Mashariki bezi ya Marekani ya kijeshi iko Kenya. Sasa unaweza ukaangalia bezi ya Marekani ndani ya Afrika inafanya kazi gani na inafanya nini? Pale Kenya kuna mapigano gani ama wanakuja kusuluhisha nini? Unaweza ukaangalia ni kwamba maslahi ya Wamarekani yako ndani ya bara la Afrika. Kwa maana hiyo ni vigumu wa Marekani kuturuhusu wa Afrika tuungane, kwa sababu wanaamini siku Afrika ikiungana Marekani itapoteza nguvu, China itapoteza nguvu, na mataifa mengi ya Ulaya yatapoteza nguvu, kwa sababu watakosa zile maliasili adimu na adhimu ambazo wanazipata kwa mikataba ya hovyo, ikiwemo madini, lakini pia rasilimali adimu zingine kama gesi na mafuta. Kwa maana hiyo sasa tuseme kwamba masuala haya yanashindikana ya Afrika kuwa kitu kimoja kwa sababu ya maslahi binafsi ya viongozi tulionao. Kimsingi ni hivyo, kwa sababu unaweza ukaangalia Burkina Faso leo ni mfano mzuri. Kijana mdogo kabisa bwana Captain Ibrahim Traore, kiongozi wa kijeshi wa nyota 3 tu. Kuna watu wana nyota zaidi ya 20, lakini uzalendo wao bado ni mdogo, pamoja na kwamba wameingia jeshini. Kuna viongozi wengi wamepindua nchi, tunaona kina Mamadou Doumbouya, lakini bado hawaoneshi mfano dhahiri wa uzalendo wa kweli. Tunajua jeshini katika vitu adimu na adhimu vinavyofundishwa, nimepita JKT mimi, nimesoma hayo na nimefundishwa hayo, ni kuwa mzalendo wa hali ya juu na kuwa tayari kulipigania na kulifia taifa lako. Sasa bahati mbaya zaidi ni kwamba viongozi wengi huu uzalendo wa kweli hawana, na mwisho wanaishia kwenye maneno matamu ya comprado bourgeoisie, viongozi na vibaraka watiifu.
ili kuhakikisha maslahi ya mzungu yanaendelea. Kwa upande mwingine, unaweza ukashangaa ripoti mbalimbali zinaonyesha viongozi wengi wa bara la Afrika wanatorosha fedha nje ya nchi, na ukiangalia zinazotoroshwa asilimia kubwa zinapeleka Uswisi na kadhalika, lakini nyingi ni za viongozi wa Afrika ambao wale wanaotorosha zile fedha wanarudi tena kukopa pesa nyingine kwa ajili ya kujenga miradi, kujenga madarasa, vyoo na kadhalika ndani ya bara la Afrika. Nam ni Laurent Gelvas wakati akizungumza na mwanamajumui wa Afrika na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii bwana Adriani Sebudema. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara, ambapo tunaanza na taarifa kuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa ameagiza wa machinga kote nchini kupewa kipaumbele masoko ya kimkakati yanayojengwa. Mchengerwa ametoa agizo hilo kwenye uzinduzi wa soko la nyama choma Vingunguti jijini Dar es Salaam baada ya wa machinga kuomba nafasi kwenye ujenzi wa mji wa kisasa wa Jangwani. Amesema anatambua ujenzi wa soko la kimataifa la Kariakoo umekamilika. Hivyo amemwagiza katibu mkuu TAMISEMI na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kuwa wakutane na kufikiria uwezekano wa kuwapa nafasi wa machinga kwa namna wanavyokubaliana. Na kwingineko ni kwamba serikali imeamua kuja na mwarobaini wa kupunguza migogoro katika sekta ya madini inayohusisha wamiliki wa leseni za uchimbaji na wachimbaji wadogo. Akizungumza na wahariri wa vyombo vya habari jijini Dar es Salaam kuhusu miaka 4 ya mafanikio ya Rais Samia Suluhu Hassan katika sekta ya madini, waziri wa madini Anthony Mavunde amesema baadhi ya waliopewa leseni hawachimbi hukodisha wachimbaji wadogo. Ili kupunguza migogoro hiyo, amesema wameweka utaratibu wa kila mmiliki wa leseni kuingia mkataba na wachimbaji, lakini pia akitokea mwekezaji uchimbaji huo walipwe fidia. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara kwa siku ya leo. Sasa msikilizaji, ni wasaa wa Duru michezoni na Marco Pastori. Karibu. Asante sana, bila shaka umeshinda salama. Nimeshinda salama kabisa, niko poa. Habari za kutokako? Huko nitokako ni salama pia. Karibu, tujuze ni nini ambacho kimejili kwa upande wako. Bana, yapo machache kati ya mengi ambayo itakuwa jambo jema kama ni kikufahamisha, na hapa tutazungumzia swala la tetesi ambazo zinaendelea. Lakini ukiachilia mbali tetesi, kuna mechi ambayo inaendelea hivi sasa ya ligi ya vijana chini ya umri wa miaka 20, na hii ikiwa ni hatua ya nusu finali. Fountain Gate wanacheza na Ken Gold, na sasa hivi dakika 24 Fountain Gate wanaongoza kwa bao moja. Lakini ukiachilia mbali mchezo huo, utakwenda kuruhusu sasa moja kati ya timu hizo kwenda katika hatua ya finali. Na katika tetesi, mambo yameanza kuzungumzwa bana kuhusiana na Faisal Salum kwamba huenda akarejea Yanga, wengine wakisema huenda akaenda Simba. Ngoja tutaona. Ngoja tutaona. Yote hayo pia tutakuja kuyazungumza pale saa 2:15 katika Sports Corner. Lakini wakati huo kule barani Ulaya, Manchester City wanaharakisha haraka za kumsajili kiungo wa AC Milan na Uholanzi, na huyu si mwingine ni Tijan mwenye miaka 26 ambaye anatarajiwa kuchukua gharama ya paundi milioni 55. Hali kadhalika kiungo wa Brazil Casemiro mwenye miaka 33 na winga wa Argentina Alejandro Garnacho mwenye miaka 20 ni miongoni mwa wachezaji kutoka Manchester United ambao wanataka kuondoka wakati huu wakipunguza kikosi chao kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya msimu ujao. Sawa bana? Okay. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo pia tukuje kuyasikia pale saa 2:15 ndani ya Sports Corner. Okay, nikushukuru sana Marco Pastori. Asante sana.
msikilizaji, kwa taarifa hizo za michezo na burudani, sasa napata wasaa wa kutazama ujumbe wako ambao umetutumia kupitia 0692573615 ukichangia taarifa zetu. Anaitwa Elia Adriani, yupo Biharamulo Kataho kwa Nyamatongo, anasema wa Tanzania tupande miti, ni faida yako na familia yako, tupande miti ili kujikita kimaisha. Wewe na familia yako, hata mimi nilipanda miti kidogo tu, ila kiasi nilichoweza kupata kilinitosha kukidhi mahitaji yangu, niweze kutoa mahali kupitia miti hiyo. Kwa hiyo anawasihi wa Tanzania kupanda miti. Justin Gerardi anapatikana Murugarama Ngara, anasema naitakia ushindi wa magori 3 Singida Big Stars hapo kesho dhidi ya Simba. Asante hapo mjengoni kwa kutupasha taarifa mbalimbali. Ni vizuri sana wanachato kwa wazo hilo. Hapo miti ya asili itazidi kuonekana kwa sababu mmehamasisha mawazo kwenye karatusi. Anaitwa Erastus Msafiri, anapatikana Kagera. Imani Karoli wa Mbwili Ndengara, shukrani sana wanarakei. Haya, asante sana kwa ujumbe wako, na nitamatisha na ujumbe kwake. Huyu hapa anaitwa Justini, anaitwa mchungaji mtarajiwa Isaac Pascali, mjukuu wa Richard, yuko Kigoi. Anasema hao wananchi wa DRC wasiwe na wasiwasi kwa huyo gavana aliyeingia nchini bila taarifa, kwani hajaja kwa ubaya bali amekuja kwa nia nzuri kwa maisha yao ya baadaye. Na kwa ujumbe huo ninakamilisha makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Nikukumbushe tu machache kati ya yale mengi ambayo tulikuletea kwa siku ya leo. Jumla ya watoto 10,782 wanaoishi na kufanya kazi mtaani wameokolewa kutoka mazingira ya mtaani katika kipindi cha mwezi Julai 2024 hadi Aprili mwaka huu. Wakala wa huduma za misitu katika shamba la miti Silayo wilaya ya Chato mkoa wa Geita yadhamiria kuanza uzalishaji wa miti aina ya mikaratusi. Na Kenya imefungua ubalozi wake wa kwanza nchini Morocco, wakati nchi hizo mbili zikiadhimisha miongo 6 ya uhusiano wa kidiplomasia. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Laurent Galvas amekuandalia makala hii na Zawadi Bashemela aliyekusomea taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote, mimi ni Amina Deogratias Semagogwa, nasema asante kwa kuwa nasi. Endelea kusikiliza Mseto Leo.